Ikiwa ni siku mbili kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 1 ambayo itapigwa visiwani Zanzibar. Niko na Nasoro hapa. Nasoro, kwa hema kaka? Mimi kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Ijumaa karimu. Mapema kama imekaribia hiyo. Ujue siku zilikuwa nyingi. Kila siku zinavyoondoka na siku zinafanyaje zinakaribia. Na maneno mjini yanazidi kufanyaje? Kuisha. Maana zilikuwa kelele wanatutaka sisi na wao lini. Maneno yamekuwa mengi. Walikuwa wanathibitishia hilo na mmoja alikuwa anakuthibitishia wanahitaji Yanga. Lakini sasa hivi siku zinakaribia, haumuoni shabiki wa Simba yote anakuambia anahitaji Yanga, wote wamenyamaza kimya. Nadhani kwa nini hilo linatokea? Shehe wangu ni uoga. Tayari mashabiki wa Simba washaingia uoga. Sio mashabiki peke yake, mpaka na viongozi washaingia uoga. Shehe wangu kila siku nakuambia, Yanga ni icon ya nchi hii. Ukitaka kujua Yanga icon ya nchi hii, angalia image ilivyofikia. Tokea image ilivyofikia karibu. Tunaongea sisi tu, wenzetu wapo kimya. Nasoro, kabla mechi moja ya kuelekea dabi mmempiga mtu goli 5. Kila mtu ameshtuka, anasema JKT yule mgumu kiasi kile ndio amefungwa 5 na Young Africa, inamaanisha ubora huu mnaenda kuendeleza kuelekea dabi. Labda mimi nikwambia kitu kimoja, JKT kakimbilia. Kesi ilikuwa sio yake. Yeye kakimbilia mbele. Mwenye kesi ndio tunaenda kukutana naye tarehe 1 Jumapili. Mwenye kesi mtuhumiwa ndio ambaye tunaenda kukutana naye tarehe 1 Jumapili. JKT aliingilia gari kwa mbele. Naanza kupiga wajumbe. Ujue hata sehemu ukienda kama unamtaka biharusi lazima kwanza uanze kukutana na mashemeji. Kwa hiyo tumemaliza na mashemeji, tunaenda kumfuata biharusi wetu. Baada ya kutoa sare ya bila kufungana pale Dodoma, watani wenu walishuka na wakaunganisha moja kwa moja Zanzibar. Ya msimu haikwepeki. Ujue kuna kitu kimoja. Kwanza mimi nawapongeza bodi ya ligi. Kwa sababu visingizio vilianza. Kwa nini imeenda Zanzibar? Wakawatatulia vizuri, wakaelewa. Wakaja Domalo, sio raia. Wametatuliwa vizuri kabisa. Na jana nimeona wamevuka wameenda Zanzibar. Maana yake dabi ipo. Hila tusiseme ipo, maana wale hawaeleweki. Unaweza kesho wakaamka wakasusa. Susha leo. Hila mimi tunawaambia, tunawaruhusu kesho waje kufanya mazoezi ya mwisho. Kesho tunawaruhusu waje kufanya mazoezi ya mwisho, wasisingizie pale geti moja. Lile geti moja. Na ndio maana tunawaruhusu waje kufanya mazoezi ya mwisho. Nasoro, kuelekea mchezo huo kila mtu alikuwa na maoni kwamba ni waamuzi gani ambaye ataenda kuichezesha dabi. Hatimaye siku ya leo bodi ya ligi wameposti waamuzi ambao wataenda kuchezesha ile dabi ya Kariakoo. Nadhani taarifa umeipata, umeitazama. Mwinchui anaenda kusimama katikati. Umeridhika na maamuzi aliyepangwa siku ya tarehe 1? Mimi kwanza nawapongeza bodi ya ligi. Kama mimi nawapongeza bodi ya ligi kwenda kumweka Waji na kwenda kuichezesha hii mechi na Solo Mwinchui. Na Solo Mwinchui hana kashfa yoyote. Na ukitaka kuona na Solo Mwinchui kama hapo vizuri, jana na Solo Mwinchui alichezesha mechi ya TRA. Kama mliona ile mechi haina makosa. Kwa hiyo watu wanaoenda kumhukumu na Solo Mwinchui, inabidi kwanza tuwaulize walimuona na Solo Mwinchui dabi gani kachezesha, ambaye hakuna dabi alofanyaje aliochezesha. Hii ndio dabi yake ya ngapi? Ya kwanza. Na Solo Mwinchui anaenda kuchezesha nini? Dabi. Kwa hiyo tutulie, tumwangalie dabi anavyoenda kuchezesha. Baada ya kuisha mechi ya dabi tutajua na Solo Mwinchui kakosea au kapatia. Ila muda sasa hivi kwenda kumtuhumu na Solo Mwinchui bado. Alikuwa anafanyika makosa ambayo kila mtu alikuwa analalamika kwa upande wake katika dabi. Baada ya dabi na kuepoki na maoni mbalimbali kwamba huyu ameonea, huyu amepatia. Ni wazi sasa kwamba bodi ya ligi inaenda kulitatua changamoto hiyo. Na Solo Mwinchui akishachezesha tutajua bodi ya ligi wameenda kutatua au bado hawajatatua. Kwa sababu tusimpe 100% kwa moja kwa ataenda kuchezesha vizuri. Ngoja tuiangalie. Ndio maana nasema hajawahi kuchezesha dabi. Na Solo Mwinchui hajawahi kuchezesha dabi. Hii ndio mechi yake ya kwanza na Solo Mwinchui kwenda kuchezesha nini? Dabi. Kwa hiyo hatuwezi kumhukumu kwanza. Tusubiri mechi ikishacheza. Tutaenda kuangalia kachezesha sawa au kakosea. Hapo ndio tutaanza kufanyaje? Kwenda kumstumu na Solo Mwinchui. Katika mchezo ule ambao ulikuwa una utata hatuchezi, ilishauriwa na ikapitishwa kwamba
katika mechi ambazo ni kubwa kuna uwezekano wa kuletwa marefari kutoka nje, ikiwa ni namna ya kutatua lile tatizo la makosa ya marefari. Nadhani kuleta marefa kutoka nje pengine ni suluhisho la kutengeneza ligi yetu ama kupunguza makosa katika mechi zetu. Mimi kwanza naamini kitu kimoja, kama una quality ya timu, hata kama refa akikuuaje ataenda mwisho atashindwa, kwa sababu yeye atakuwa anakuua. Wewe piga kombola za mashine, goli zinaingia, ataweza kukataa goli 6? Hawezi kataa zote. Lazima zingine ataitapi. Kama una quality ya timu, nenda kacheze, acha matatizo ya refa. Katika upande wa pili timu yao tumeona ina changamoto kubwa za sasa. Tuzungumzie upande wa nidhamu. Kuna matukio mbalimbali yalitokea katika mchezo uliopita. Selemani Mwalimu akifanya tukio ambalo sio la kiungwana. Uliliona ile tukio, unalizungumzaje kwa upande wako? Mimi tukio la Selemani Mwalimu nimeliona, alilipiga Pepsi kimpira, si kiungwana. Hila mimi nilikuwa naomba kitu kimoja, bodi ya ligi, hii adhabu kwanza wasiitoe. Ile asipate kisingizio. Hii adhabu ya Selemani Mwalimu kwanza wasiitoe, kwanza wasubiri dabi kwanza ipite. Ikishapita dabi, halafu hii adhabu ya Selemani Mwalimu ndio waitoe, kwa sababu tusije kuwafunga wakasema Selemani Mwalimu hakuwepo, kwamba wameonewa. Selemani Mwalimu hakufanyaje? Hakuwepo. Mimi naomba wana Yanga, Selemani Mwalimu asiende kufungiwa, kwanza hii dabi acheze. Na ulipata taarifa ya forward wao Jonathan Soa? Hapa ndipo nayaamini maneno ya Soa 100%, kwa sababu Soa alivyorudishwa kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam kuwa mtovu wa nidhamu, Soa alikuwa TikTok live. Sawa, Soa aliongea, yeye hana shida wanayo viongozi wa Simba. Yeye baada ya kutoka kwenye adhabu kajipanga kuja kuitumikia Simba, ila anasimamishwa bila kosa halijui. Viongozi wa Simba wamekuja kuwabainisha Watanzania kwa kweli wao wana shida. Jana Soa wamesafiri nayo kwenda Zanzibar. Wamesafiri? Hii nakugea za ndani. Jana Soa wamesafiri nayo kwenda Zanzibar. Hapo ndio nakwambia viongozi wa Simba sigara kali, huku wanawashwa. Hawajui kitu gani wanakihitaji. Kwa hiyo dabi yupo sasa. Soa dabi yupo. Hao alikuwa kama mtego, mbona hatuelewi? Mtego wa mtege nani? Soa atokea azaliwe. Hajawahi timu aliyoichezea yeye wakaifunga Yanga. Fanya research yako. Soa atokea azaliwe, hajawahi timu anayocheza Soa ikaenda kupata ushindi ndani ya Yanga. Lakini ngoja, wewe unawaonaje sasa Simba? Simba mimi ninavyowaona wamejikaza, basi wamepigwa chuma 4. Hii clip weka. Mimi nitaongea tunaona kama siala. Jumatatu nikumbushe. Uzuri ni mimi na wewe kila hatua. Na uzuri mimi na wewe tunachukua boti wote tunakwenda Zanzibar. Baada ya mechi kuisha tutakutana nje. Utakuja kuniambia, "She wangu wamecheza vizuri, wamejitahidi, wamechukua chuma 4." Wanavyosema Engineers ninavyomjua anataka goli 8 au 7. Na kwa namna ambavyo wanajisifia. Na Yanga wakiamua wapush zinapatikana. Mbona wanajisifia sana? Shehe wangu kuna nani mule bwana wanajisifia wanaenda kutoa sare na Dodoma Jiji. Hivyo wamejisifia Dodoma Jiji wameenda kutoa nao suluhu, alafu wanalalamika. Wanakuambia Dodoma Jiji sawa, wamewekewa bonus. Wanasema mmeucheza ule mchezo. Nimesikia kuna mtu anasema Dodoma Jiji wamewekewa bonus. Mimi kama kuna mtu kaenda kumwekea bonus Dodoma Jiji na muunga mkono. Kwa nini? Kwa nini bonansi akitoa mama kwenye vilabu hivi vikubwa tunashangilia? Wanapokea. Na tunapokea. Kwa nini bonansi ikipewa timu ndogo, timu kubwa ilalamike? Kwa nini? Kwa hiyo kama kuna mtu aliwapa bonansi Dodoma Jiji, mimi namuunga mkono na aendelee kuwapa bonansi timu zingine. Kusudi kila mtu ajue timu yake ilivyo. Kuboresha ligi yetu. Kuboresha ligi. Bonansi zinatakiwa, bonansi hazikataliwi. Wasilalamike Dodoma Jiji kupewa bonansi. Dodoma Jiji wamepewa bonansi ndio wameenda kuiona timu yao ilivyo. Bila Dodoma Jiji kupewa bonansi, maana wangekuwa bado wanaendelea kujidanganya timu yao mbovu kushangilia kuwa mzima. Pili, mimi nawaambia mashabiki wa Yanga, tuvuke kwa wingi twende Zanzibar tukaangalie kitu kimoja. Kuna
kuna mwendazimu wamemleta hapa. Nani tena? Wanasema alikuwa anamweka benchi Pacome. Aliseti Oura. Si ushanielewa? Sasa uzuri hii mechi ya dabi. Maana Oura atakuwa upande huu na Pacome Zouzoua fundi wa mpira atakuwa upande huu. Ataonekana hapa nani alikuwa anamweka mwenzake benchi. Babu Kapombe ajitayarishe. Ameze panado. Kombe tarehe moja mnaenda kuwathibitisha kama ni wachezaji wazuri. Nataka nikuambie walisemaje Oura anamweka benchi Pacome Zouzoua, si ndio? Sasa uzuri wa Jumapili Oura atakuwa upande wa huku, Pacome atakuwa upande wa huku. Watanzania ndio wataenda kumuona nani ni bora. Okay. Sio kupiga kelele. Kwa sababu mimi ukiniambia Pacome alikuwa anawekwa benchi na Oura, mimi siwezi nikakubali. Kwa nini? Pacome na Oura walikuwa wanacheza mechi timu moja. Pacome anachukua MVP wa Ivory Coast, Oura huyu yupo. Kwa hiyo alijiwaje MVP Ivory Coast kama yeye anawekwa benchi? Hapa mwenye akili haambiwi. Na mwenye macho haambiwi tazama, mwenye masikio haambiwi sikia. Ila sio yeye peke yake, kuna Libase gwe. Nani? Libase. Ukisema Libase, mimi nawapa ushauri mashabiki wa Simba. Ushauri wao hii mechi yetu sisi, upande wetu si Yanga, tumeita Damaro Day. Kama tumeita Damaro Day, na washauri mashabiki wa Yanga nao twende na vitambulisho vanida. Hapana, kumbe mnamthibitisha Msukuma. Mimi na washauri mashabiki wa Yanga, hii mechi si Damaro Day. Twende na vitambulisho vanida. Mechi hata hivyo uvuki pale bila kitambulisho. Mechi ikitaka kuanza tunatoa vitambulisho vyetu juu kwa raia huyu. Okay. Si ushelewa? Hila mashabiki wa Simba na hapa ushauri kitu kimoja. Wana mchezaji wao. Yule mchezaji wao utamaduni wa kwao wa kuvaa cheni kiunoni. Kwao na wao Simba hii mechi waiweke cheni day. Wao mashabiki na wavae cheni kiunoni itapendeza. Unamzungumzia Libase gwe sasa. Si ndio nikakwambia itapendeza. Sio kama tunawatukana au tunawakejeli. Watakuwa wamemsupport mchezaji wao mila ya kwao. Maana sisi tuliambiwa mila ya kwao wao wanavaa cheni kiunoni. Sasa kama mila ya kwao inabidi mashabiki wa Simba wamuunge mkono mchezaji wao mila za kwao na wao wavae cheni kiunoni. Nasoro wamesajili wachezaji wengi. Basi tujamzungumzia Innocent Lwemba. Hapa Nasoro umzungumzie ukiwa umemtazama. Wewe binafsi nadhani umemuona. Hebu mzungumzie Ni mchezaji wa kawaida mno. Ni mchezaji wa kawaida. Ujue nyinyi mnaenda kuwasifia watu pasiko na mpango. Ana goli ngapi? Ana goli lolote mpaka kusema. Ana goli. Unaweza kumsifia mtu ana goli. Hivyo kwa nini nyinyi waandishi wa habari? Kwa nini hamumtaji Depu? Ngoja tunakuja hapo. Mimi nakusikia ni mkiojeoje mnawataja sio Oura sio. Kwa nini hamumtaji Depu? Kila mechi ana Depu ambaye ukitizama usoni unasema Depu, kumbe kavalishwa kinyago cha Jidi Drogba. Ukimwangalia usoni unamwona Depu, kumbe kavalishwa kinyago cha Jidi Drogba. Che wangu ligi kuu ya Tanzania kacheza mechi 3 ana goli 5. Ila hili amlizungumzi. Mnalinyamazia kimya, kacheza mechi 3 ana goli 5. Mtu anaongoza ligi. Kacheza mechi zote ligi tokea ianze mpaka leo ana goli 8. Kama atacheza mechi 10 ataskoo ngapi? Nasoro baada ya mechi na JKT kuna kitu kilinichekesha sana. Wakati tunafanya interview na msemaji wa JKT alisema Young Africans wanakimbia sana, wamenishangaza. Mimi mwenyewe nilitazama ile game binafsi. Kuna kitu nilikiona cha kitofauti. Dube akireceive mali. Kuna chochote mmeamua mkifanya sasa kuelekea dabi? Labda nikuambie kitu kimoja. Kuna surprise kila siku mwalimu wa Yanga anaziweka. Kuna surprise. Juzi JKT walijua surprise. Surprise waliopewa JKT walikuwa wanajua kila siku Dube anacheza kati. Juzi wakapelekewa pembeni. Dube anakujia kutoka pembeni. Na ndio hapa sasa wachambuzi wa Tanzania wanaanza kunielewa mimi nikiongea. Kuna siku niliwaambia wachambuzi wa Dube sio mfungaji, Dube ni mshambuliaji. Kuna utofauti kati ya mfungaji na mshambuliaji. Dube ni mshambuliaji, maana mshambuliaji pale mbele namba zote wewe unacheza. Ile mechi na JKT Dube katoa assist 2 kafunga goli 1. Sahihi. Hii mechi ya Simba ina hat-trick. Kama kuna mtu anaondoka na mpira bana. Na kuambia tena hii mechi ya Simba kuna Yanga wanaenda kupiga hat-trick.
kuna mtu anaenda Depu anaenda kupiga trick mechi. Mtaja moja kwa moja. Nakwambia ndo ujue ligi hii tokea ianze haijapigwa trick mpaka leo. Sahihi. Hakuna mtu yote anapiga trick. Trick ya kwanza ndo anaenda kupiga Depu. Sasa tusimalize maneno. Si unasema mimi namaliza maneno? Baada ya mechi Gonta na Mbei kalai la moto. Ikisha mechi tukutane nje. Basi nikutakia kila laheri. Asante.